Hapo ndiko patakapoweka sawa. Kivipi? Kwa sababu msemaji amesema kikanuni bodi inaweza kutangaza. Yes, sasa ndo labda hajapitia vizuri kanuni. Kanuni ambazo tulikuwa tunatumia msimu uliopita, tulikuwa tunatumia venda mmoja, timu zote tulikuwa tunatumia venda mmoja wa tiketi ambaye anatokana na bodi ya ligi. Lakini baada ya kuwepo na changamoto kadhaa, maboresho ya kanuni ambayo yalifanywa, kila klabu itakiwa itafute supplier wake wa tiketi. Unakubaliana naye hapo Ahmed? Unakubaliana kwanza na Kamwe? Nakubaliana naye vizuri. Akimaliza kuanza kuuza tiketi. Sawa, endelea Kamwe. Sawa. Kwa hiyo mabadilisho yale yaliyofanyika, klabu ikawa ina jukumu la kutafuta supplier wake. Ndio. Kwa hiyo kama alikuwa anatumika N-card, mfano sisi Yanga, tulikati chini tukafanya tathmini, tukaona N-card hakuna mahala ambako alikosea, tulikuwa tuko naye sawa, tukaendelea naye. Na ziko vilabu vingine vinatumia supplier wengine ambaye sio N-card. Kwa hiyo N-card hana mamlaka ya kuweka ticket pasina Yanga Afrika kumwambia, kwa sababu N-card sasa hivi hafanyi kazi na bodi ya ligi, anafanya kazi na vilabu. Wanakuja kama Yanga ndio anafanya kazi. Kwa hiyo jukumu la ticket lipo kwa klabu mwenyeji, kwa sababu yeye ndo anajua supplier wake ni nani. Ligi ni ya bodi ya ligi. Kwa hiyo bodi ya ligi haiwezi kuona bidhaa yake inasuasua kwa sababu tu mtu anataka kuharibu, alafu bodi ya ligi akaacha tu kwa sababu weti alimpa mtu wajibu na sio mamlaka. Unajua kuna kitu watu hawaelewi. Vilabu havina mamlaka. Vilabu vina wajibu, yani vinawajibika kufanya kitu fulani. Kwa hiyo kama haufanyi hicho kitu fulani, mwenye mamlaka sasa ndio anarudi na kutimiza mamlaka yake kwa maslahi ya bidhaa yake. Hapo kama unakubaliana na hiyo ya Ahmed? Anachokifanya huyo ndugu yangu, anazungumza utashi wake. Ligi inaongozwa kwa kanuni na taratibu ambazo zimekubaliana watu wote. Hatuongozi kwa utashi kwamba bana, ikiwa hivi mimi nitafanya hivi. Huo ni utashi wa mtu na tafsiri ya mtu kwenye matamanio ya kitu. Tunazungumza mwenendo wa kanuni unapotaka. Kanuni inataka ni mwenyeji nitafute supplier wangu na ndo atangaze ticket. Sasa kama ni rahisi, mbona hawajatangaza mpaka leo? Nadhani ndio maana wamewaita leo. Ndio maana nakwambia Maulid, kuna vitu viwili hapo. Kuna mtazamo wa mtu na kuna miongozo ambayo watu walikubaliana. Miongozo ikielekeza hivi, hakuna mtazamo. Kwa mfano aliotoa hapo wa Diamond Platinum kuja kutangaza